Habari za jioni. Habari za jioni. Hamjambo. Tunashukuru sana walimu wetu katika semina ya muziki hapa Ipagara. Semina ya muziki Ipagara, tunasema muziki mitetemo ya enzi. Semina ya muziki Ipagara, muziki mitetemo ya enzi. Semina ya muziki Ipagara, muziki mitetemo ya enzi. Karibuni katika kipindi hiki cha teolojia ya muziki. Mchana tulikuwa tunaangalia muziki na tulikuwa hasa upande wa fizikia ya muziki. Kiangalia tulikuwa sana upande wa fizikia. Tuliona muziki ni pangilio wa sauti. Pangilio wa sauti unaozunguka katika maeneo matatu ambayo ni rhythm, ni harmony na melody. Alafu katika kuelezea wazo na hisia. Kwa hiyo muziki, tafsiri nyingi zinatembea hapo. Ni mpangilio wa sauti. Kwa tukaja tukaangalia sauti ni nini. Kaona ni nishati katika mwendo, energy in motion, na hiyo nishati iko kwenye mwendo na inabebwa na mawimbi. Inabebwa na mawimbi, haitumii gurudumu, inabebwa na mawimbi. Na yale mawimbi ndio tukaona ya aina kuu tatu. Kaangalia yako yale ambayo yanaenda ndani ya mwelekeo huo, lakini yakiwa katika engo ambayo tunasema right angle. Ndani ya mwelekeo huo yanasonga, yanapokutana yanarudi, na kule kufanya namna hiyo yanazidi kugain, yanazidi kuongezeka, yanaenda. Lakini pia tukaona aina ya pili inaitwa longitudinal waves. Mawimbi haya tukaona pia sifa ya haya mawimbi ambayo yana compress, yanagandamiza, alafu yana expand. Katika kufanya hivyo ndani ya mwendo wa uelekeo wa yale mawimbi ya sauti. Alafu tukaangalia ingine ni surface waves ambayo yenyewe yanaenda katika kama namna ya mduara hivi, cyclic. Katika yana replace lakini yanatengeneza umbile kama mduara. Na haya yote yamekuzunguka wewe na mimi. Ndio maana usikie. Maana bila media ambayo tuliona media, yani kitu kinacho inapitia kwenye kitu hicho. Tuliona hiyo media ambayo ni matter, molecules za matter, za maada ambazo ndizo zina ama kwenye yabisi, hali ngumu, ama kimiminika, ama hewa. Sasa tukaona kadiri inapokuwa yabisi, waves, yale mawimbi ya sauti yanaenda kwa kasi. Ikiwa ni kimiminika, kasi yake hailinganishi na yabisi, lakini pia kama ni gesi, hewa, haiwezi kulingana na kimiminika. Kwa hiyo hizo molecules za hizo maada zinapokutana na hiyo ndizo zinazo vibrate, ndizo zinazo tetema ndani ya mwendo, na hakuna mtetemo, hakuna sauti. Hakuna tetemo, hakuna sauti. Ndio maana mada yetu inasema muziki, mitetemo ya enzi. Sasa baada ya kuona hapo, ndipo tukaenda ile aya yetu kuu, na tukiingia kwa undani, lakini kwa tunaeleza tu pale kwenye Ufunuo sura ya 5 na ile aya ya 6 hadi ya 10, wakati kwenye kiti cha enzi, na unaona ile mitetemo ikielekea pale. Hakuna muziki usio kumuvuzisha, ambao haukutoi hatua moja kwenda hatua nyingine, kwa sababu ni nishati. Na kwa sababu ni nishati, huwezi ukasema mimi nitasikiliza tu na sitajongea popote. Hapana, nishati inakuhamisha kupeleka mahala. Kwa hiyo kabaki tu kama chanzo. Huyo anayetoa muziki atakuwa na maunganiko na mbingu, basi hiyo nishati itakupeleka kwa kiti cha enzi.
Kama huo muziki hautoki katika kilicho kitakatifu, basi kitanipeleka ama kitakupeleka kwa yule aliye adui wa roho zetu. Kwa hiyo baada ya kuangalia hiyo fizikia, unaona ni nishati katika mwendo, haiwezi kukuacha hivi hivi, haiwezi kuniacha mimi, lazima iniingize katika mwendo kuelekea uelekeo fulani. Sehemu hii ya pili ya somo hili, muziki, nishati, mitetemo ya enzi, tunaenda kuona teolojia ya muziki na hasa muziki ni nini katika maandiko matakatifu. Tuombe. Mungu wetu, tunakuja tena mbele zako unapotufundisha mapenzi yako. Tubariki kila mmoja tukiwa hapa karibu na walioko mbali, tujalie kuitikia sasa na mapenzi yako katika jina la Yesu, amina. Kwenye karne ya 12 kuelekea karne ya 13 na karne ya 13, neno muziki lilianza kutumika sana, na katika yale makundi ya lugha yanaitwa Indo-European languages. Kuna lugha ziko kwenye makundi hayo. Kuna wanaita Germanic tribes, ingawa kwa sasa ukisikia Ujerumani unaona, lakini wakati huo ukizungumzia ilikuwa ni kundi kubwa mno, ambayo tunaweza tukasema leo Indo-European languages, angalau baadhi ya lugha kama Kifaransa, Kiingereza, Kiitaliano, unaona lugha hizo ziko kwenye lile kundi inaitwa Indo-European languages. Wale wanaosoma lugha wanaweza, kuna makundi mbalimbali kama unavyosikia, hii ni Hamitiki, ni Nalotiki, ni Bantu, makundi kama hayo. Sasa wao kwa sababu waliingiza kwenye kuandika, na kama mnavyojua hayo maneno yakawa yametolewa sana. Kutoa maana yake unalichukua lile neno alafu unaliweza kulitaja kwa lafudhi ile, likiwa na muendelezo ule ule. Kuna lugha hata leo tunaziita, kwa mfano neno haleluya. Haleluya neno la Kiebrania, na kokote utaweza kulipata kwa lugha yoyote na likabeba maana ile. Ndio maana ukienda kwa kabila yoyote, kwa lugha yoyote duniani, utasikia wanaimba kama ni Kispaniola, lakini ikifika lile neno utasikia haleluya. Kama wanaimba kwenye Kigiriki utasikia ni haleluya. Kwa hiyo herufi za kuliandika itakuwa tofauti, lakini utamkaji utabaki ule ule. Neno kama hosana uwezi ukalitafuta kwa lugha nyingine na bado likaleta maana ile ile. Neno amina, na kueleza maneno ya Kiebrania ambayo mpaka Agano Jipya kwenye Greek unayaona herufi ya kuandika tofauti, lakini inatamkwa vile vile, kwa sababu uwezi kuitafuta hilo neno likabeba maana ile. Kwa ukisema haleluya, useme hosana, useme maranatha kwa mfano, uzungumzie neno sabato, kwa nasikia sabato, sabath, sabado, lakini wametoa kwa sababu ya maana yake ilivyopana. Tunasema ni Kiswahili wendo wangesema ni neno mtambuka. Mtambuka, neno ambalo ukianza kulielezea unajaza kurasa na kurasa maana zake. Sasa ili upate neno moja kwa lugha yako inakuwa vigumu sana, kwa hiyo inabidi tu litoe uifanye vile. Sasa muziki kwenye karne ya 13 katika lugha ya Kifaransa ya zamani, Old French, wao wanaita musique, M-U-S-I alafu Q-U-E, musique French hiyo. Wakatumia kipindi hicho, lakini Walatini kwa Kitaliano wao wakatumia muzika. Na unajua inatamkwa hivyo hivyo, muzika, M-U-S-I alafu C, sio K, ni C alafu A, muzika, Kilatini, lugha ya Kirumi. Lakini Wagiriki wao wakaita musike. Kwa hiyo wana M-O-U-S-I-K-E,
kwa maana ya embe i. Kwa hivyo musike ama musika kwa Kilatini ama musique kwa Kifaransa, ambayo ndio Waingereza wao wanatumia neno wanaita music, M-U-S-I-C. Sasa haya maneno haya yote ukiangalia kwenye kamusi muziki watakwambia ni tafakari, watakueleza fikiri kwa kina. Sikiliza vizuri anavyoeleza muziki hiyo, tafakari, fikiri kwa kina. Wanakueleza pia zungumza kwa tafakari. Watakueleza pia ibada, abudu. Watakueleza pia omba kwa maana ya sala, pray. Hilo neno music wamekuwa nayo katika miungu ya waliokuwa wanayo miaka hiyo. Katika upande wa sanaa na nini, waliona kuna miungu ambao wanaweza kuhusika vizuri zaidi, na unaona inaelekea upande huo. Lakini mradi tu anaeleza muziki hasa ni nini, inatafakarisha, inampeleka mtu kwenye ibada, inampeleka mtu kwenye sala. Muziki, fikiri kwa kina, think deeply and seriously. Yani sio kutafakari tu kwa kawaida, kwa kina kweli kweli. Weka akili yako pale, alafu irudie hilo jambo unalotafakari kwa kulicheua, to chew it. Kwa hiyo kama mnyama anavyokula, hasa wale wanaokula alafu baadaye tena wamepumzika, wanarudisha mdomoni, wanatafuna tena. Kwa hiyo ndio maana ya tafakari, chew it again. Tafuna nyasi, meza, baadaye rudisha tena, tafuna tena upya, alafu meza tena. Sasa hiyo ndio inatumika muziki, ambayo ndio Waingereza ili wakupatie vizuri hilo wanatumia neno muse. Muse ni M alafu U alafu S alafu E ya embe. So muse ndio hiyo expressions, elezea somebody's emotions or feelings. Ama wanatumia neno una express tafakari yako, ibada yako na nia yako yote kwa kina. Express your own musings, maneno ambayo unayatumia. Kwa hiyo ikiwa kuna kitu unakipenda, kuna kitu kimekaa ndani kuhusiana na hicho unachokiona, hicho unachokitendea kazi, kinachohusiana na Mungu, kinachohusiana imradi kimechukua maisha yako na muda wako wote, kiasi kwamba ni kama umefunga vioo, huwezi kuona tena, umeweka pamba kwenye masikio ili tu akili yako itue mahali hapo, ndio wanasema hiyo inaitwa muse. Kwenye Biblia Agano la Kale, tasoma pamoja na wewe aya hizi chache. Tasoma aya 2 tu Agano la Kale ambazo zinaelezea neno muse, ambayo ndio wanatafsiri kama muziki, kwa sababu Hebrew ina neno ambalo linatafsiriwa leo kama muziki. Kitabu cha Nyakati ya Kwanza, Mambo ya Nyakati ya Kwanza, hebu soma ile aya ya sura ya 16 na ile aya ya 9. Mambo ya Nyakati, hebu fungua hapo Biblia uweze kusoma. Anasema mwimbieni, ndio, mwimbieni kwa zaburi, mwimbieni kwa zaburi, zitafakarini ajabu zake zote, zitafakarini ajabu zake zote. Sasa lile neno aliyotafsiri zitafakarini ndio neno la Kiebrania ambalo linaitwa siach. Siach, kama ukitaka kuandika ndio tunasema namna inavyotamkika, lakini herufi za Kiebrania ni tofauti na za kwetu na tofauti na Kiingereza. Kwa hiyo utaandika tu ni S I C C, yani sisi, S I alafu Y alafu A alafu C H, siach. Ndio ambao wametafsiri tazitafakari. Kwenye version za Kiingereza unasikia ametumia neno muse. Kama utakuwa na Biblia za Kiingereza utakusia neno muse, ndio lile neno M-U-S-E, ambalo katika neno hilo tuna neno la Kiingereza music ama muziki kwa Kiswahili. Kwa hiyo nitatafakari ajabu zake, nitamusic, siach. Kwa hiyo siach ndio naliona aliko pale. Lakini pia twende kwenye Zaburi 143 na ile aya ya 5. Kwenye tafsiri
Hata ukienda ile ya Kiingereza nao unaweza kukuta wanatumia neno talk, ile ya kuongea. I will talk, lakini I will meditate. Unaona, meditate, talk, muse na nini. Kwa hiyo nategemea kama ni version gani ya Kiingereza wametumia nini. Kwa hiyo lakini hilo neno siach ambayo inamaanisha to muse, unaelezea ile ambayo kuhusu ibada, kuhusu sala, kwake huyo muse. Zaburi 143 na ile aya ya 5, hebu soma. Zaburi 143 mstari wa 5 anasema, nimezikumbuka siku za kale, nimeyatafakari matendo yako yote, naziwaza kazi za mikono yako. Sasa unajua hapa neno ambalo wamelitafsiri ni siach, lakini wametumia neno naziwaza katika tafsiri. Sasa unaweza ukaona kule kwenye ile Mambo ya Nyakati amesema na tafakari. Tuko sawa? Neno siach wametafsiri kwa Kiswahili tafakari kwenye ile Mambo ya Nyakati ya kwanza sura ya 16 mstari wa 9. Lakini kwenye Zaburi 143 mstari wa 5 hawakutumia neno kutafakari katika Kiswahili, wametumia neno naziwaza. Lakini neno la Kiebrania hilo siach, na yako kadhaa katika Biblia ya Agano la Kale. Kwa hiyo hilo neno naziwaza ama nazitafakari, I muse, siach, music ndio inayozungumza. Kwa hiyo nasema nina muse, ninafanya muziki wa kazi yako zote. Nina tafakari, nafanya devotion, nafanya ibada juu ya kazi zako zote. Kama ungeweza kuliweka hilo neno, maana yake nini? Ninasali kazi zako zote, ambao wanaweza kusema ninaomba, lakini to pray ni tofauti na kuomba kama upokee kitu. Ninasifu kazi zako zote. Siach, nina tafakari, nina abudu ulichofanya kazi zako zote. Kwa hiyo ndicho unakiona hapo anaelezea neno hilo siach. Lakini neno katika Agano Jipya ambalo limetumika katika Biblia katika lugha ya Kiyunani yako kadhaa, lakini twende katika Efeso sura ya 5 na ile aya ya 19. Katika lugha ya Kiyunani, Greek language, kuna yako maneno mengi, lakini iliyotumika kwenye hilo neno ambao nitakuja nikuelezea baadaye hiyo siach, na hili neno hapa nitakuunganishia yote uone, sijaeleza maana yake nyingine, nitakueleza tu hapa baada ya kusoma hilo. Hebu soma. Mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Hebu soma vizuri hapo kwa mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Sasa nataka nieleze kwamba ndio maana wasomaji wengi wa Biblia wanajikuta wanapata shida sana. Ukienda haraka, hasa tunapokutana na tafsiri, wakati fulani tafsiri ni lugha nzuri sana, yatusaidia kuelewa. Ila kuna wakati, kwa sababu watumishi wa Mungu walio tafsiri wakati ule lugha ilikuwa haijakuwa, hata kama ni Kiswahili ilikuwa ni fulani tu, baadhi ya maneno yanakosekana. Nyewe mnagundua kwamba hata Kiswahili kinaongezeka siku hizi. Nilikuwa sijui juice inaitwa sharubati, alafu nasikia ni sharubati. Ukiingia ile siku hizi ile wanaotengeneza wale ambao ni maroboti wenye akili wanaweza kufanya vitu maofisini na nini, Kiingereza wanatumia lugha gani wale? Intelligence what? Artificial intelligence. Sasa ukienda Kiswahili nikashangaa wanatumia akili mnemba. Sasa mtu ambaye ni Kiswahili wameshapata hilo neno akili mnemba. Sasa artificial intelligence. Sasa unaangalia sasa akili mnemba. Hata nyewe mnakumbuka kabla hatujaingia kwenye haya mambo ya kusikia live kusikia tu live. Baadaye wakapata sio live, mbashara. Sasa aliyekufa miaka 2000 kurudi nyuma kimwambia mbashara ni anaelewa. Kiswahili kinakuwa. Kwa hiyo unaweza ukaona wakati hao watu wa Mungu wanaiweka kwenye lugha ya Kiswahili, baadhi ya maneno walikuwa hawawezi kuyapata, lakini wanapaswa iweke katika lugha ya watu ambao wanaweza wakasoma wakaelewa.
Sasa ndio unaona huko anaweza kutafsiri hivi katika kustruggle, kupambana kuweza kupata pale. Sasa ile neno unasikia huku mkishangilia Bwana mioyoni mwenu. Sasa leo ukienda kwenye nyumba za ibada unasikia mshangilie Bwana. Waefeso 5:19 mshangilie nani? Bwana. Lakini fungu aliishi mshangilie Bwana, inasema mshangilieni Bwana wapi? Mioyoni. Sio sio kwa midomo. Haya inasema mkimshangilia Bwana wapi? Moyoni. Mioyoni mwenu. Sasa hilo neno kushangilia, unasikia watu shangilie Bwana. Nini? Biblia imesema. Lakini kumbe ni tafsiri. Lile neno linaitwa psalo, ambayo tafsiri kushangilia psalo, ambayo ndio lina maana ya meditate, ina maana ya tafakari, maana yake muziki. Lina maana hilo psalo pamoja na siyak, ambayo pia lina maana ambayo nataka nikueleze sasa hivi uweze kufahamu, ndio neno linalotafsiriwa kama melody. Kwa hiyo ukiona kwenye Kiswahili shangilie Bwana, lakini anamaanisha sio kusema na kupiga vigeregele. Hamna. Tutakuja kuangalia baadhi ya hayo huko baadaye. Mwimbieni Bwana kwa kucheza. Tunateswa na lugha, tafsiri tu. Na anasema Daudi alicheza. Unajua staili ya Daudi alivyocheza? Ni sana mtu akiniambia, aliambiwa Timotheo usinywe tu maji tokea sasa, unywe na mvinyo kwa ajili ya afya ya tumbo. Sasa mimi nauliza kama maswali mawili tu. La kwanza, unajua ugonjwa alikuwa anauma Timotheo, aina ya tumbo, ugonjwa wa tumbo alikuwa nao? Ili ujue na wewe hii nayo ni matibabu yako. Pili, ujue hiyo mvinyo ambayo Timotheo alipewa ni ipi, kwa sababu ni tafsiri. Kama ambao wamesema hata miongozo, nafikiri imeona juma lililopita hii katika kitabu hiki cha Yohana, akielezea ile Yesu aliyofanya divai, akaeleza neno la Kiunani pale na maana zake. Ni Yesu alitengeneza sharubati, juisi ambayo haikuchacha, ikishachacha inakuwa alcohol na ndio inakuwa mvinyo. Lakini sasa kwenye Kiswahili wakati wanapambana waweke namna gani hapa, wangekuwa wameshajua sharubati, wangeweka neno nini? Sharubati. Lakini kwa tu hawajajua juisi Kiingereza. Sasa hivi tumeshapata neno sharubati. Kwa hiyo angekuwa ni kutafsiri vizuri, Yesu asingeweza kutengeneza alcohol, pombe, angetengeneza sharubati. Kwa hiyo angetafsiri namna hiyo. So sasa ndio unaona hapa mkimshangilia Bwana, lakini hiyo neno psalo ndio linamaanisha ya kama la Kiingereza na Agano la Kale kwenye Hebrew, ambayo inamaanisha siyak, lenye maana ya to talk, to meditate, tafakari, ingia kwenye ibada, alafu tafakari kwa kina kuhusu Mungu. Na ndio maana akasema mkimshangilia Bwana moyoni. Hasemi kwa mdomo. Deeply, seriously. Tafakari kazi zake, itikia alichokifanya. Nifanya hiki, mwelekeo, abudu yeye aliyefanya 1 2 3. Ingia kwenye ibada, melody. Kwa hiyo Biblia inapotaja hayo maneno ndio yanayotafsiriwa kama tungelisema kwenye hiyo Waefeso 5:19, huku mkifanya muziki mioyoni mwenu. Tungeweza kulitumia hilo neno ambalo ni pana kwa upana wake. Tusingetumia neno mkishangilia, tungetumia neno mkifanya muziki mioyoni mwenu. Kama tungelitumia leo, ama tungeenda kule Agano la Kale kwamba na tafakarini kazi zake, tumesema kwamba fanya muziki juu ya kazi yake. Kama tungeenda kwenye ile Zaburi 143 aya 5, tungelitumia hilo neno badala ya kusema nitaziwaza kazi zake, tungesema tutafanya muziki kwake kwa ajili ya kazi zake. Lakini ndio hivyo, ndio anapita hapa waweza kuona hayo maneno hayo siyak na psalo ndio yanayoweza kutafsirika kama music, muziki. Hiyo muziki kama mwitikio, tafakari kwa kina. Muziki, weka pale uelewa wako wote kuhusu yeye. Muziki, melody. Kwa hiyo ndio unaona hayo maneno yanavyotumika katika Agano la Kale na Agano Jipya yenye maana ya muziki. Sasa ili tuweze kujua hicho anachokisema ndio muziki siyak na hili neno psalo, ni nini hasa kinachosemwa pale? Hapa tutapita kwenye
kwenye Torati. Nitasoma aya moja katika Torati kwa maana maandiko ya Musa. Nitasoma aya moja katika Zaburi. Kama Yesu alivyoigawa Biblia Agano la Kale, aliigawa Torati, akagawa Zaburi, akasema manabii. Kwenye ile Luka 24 ile aya 44, hakuna budi yatimize yote aliyoandikiwa mwana wa Adamu katika Torati, katika Zaburi na katika manabii. Kwa hiyo Biblia Agano la Kale ilikuwa hasa maeneo makubwa matatu. Torati ambayo kwa hakika ndio waliona kama inayobeba ndio msingi wa mafunuo ya Bwana, na wale watakao kuja wakinena walikuwa wanaambia watu warudi kwenye Torati. Ndio wanaona manabii wanasema ikumbukeni Torati, fanya hiki, mpaka Tamala kinabii wa mwisho anasema ikumbukeni Torati ya Musa. Kwa hiyo unaona Mungu alipoleta manabii waliofuata wanajenga juu ya Torati. Mafunuo ya Mungu anayoelekeza, anaelekeza amri, sheria, sijui na nini, na yote hayo anarudisha kwenye Torati. Kwa hiyo tutaangalia kwenye Torati, akitaingia Zaburi ambazo ni tungesema ni muziki ambao tutakuja kueleza kidogo hapa, ambazo tunatumia kwenye ibada katika matukio mbalimbali yaliyohusiana wao na Mungu. Halafu tutaingia pia kwa manabii. Kwa aya ya kwanza, hii ni tukio ambalo linatajwa, ulikuwa ni wimbo ambao unatajwa ni wa Musa, lakini unaongozwa Musa na Miriam baada ya majeshi ya Farao kumtoswa baharini katika ile bahari ya Shamu. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ile ya 15, hebu soma ile aya ya pili. Sikia hapo wanachoimba hapo. Bwana ni nguvu zangu. Bwana ni kitu gani? Ni nguvu zangu. Ni nguvu zangu. Na wimbo wangu. Na ni wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Na amekuwa wokovu wangu. Hiyo aya, sikiliza vizuri, imetaja mambo mangapi? Bwana moja ni nani? Ni nguvu zangu. Nguvu zangu. Mbili ni nani? Ni wimbo wangu. Wimbo wangu. Tatu ni nani? Ni wokovu wangu. Wokovu wangu. Tutakuja nieleza vizuri hapo anapotaja wimbo wangu hapa anamaanisha nini. Twende kwenye Zaburi. Hiyo ilikuwa ni upande wa Torati. Twende kwenye upande wa Zaburi. Kwenye upande wa Zaburi, nenda Zaburi 118 na ile aya ya 14. Bwana ni wimbo wangu, ni nguvu na wokovu wangu. Anasema Bwana ni nguvu zangu. Ni nguvu, amerudia. Na wimbo wangu. Wimbo, amerudia. Naye amekuwa wokovu wangu. Na ni wokovu wangu. Nguvu, wimbo, wokovu wangu. Nguvu zangu, wimbo wangu, wokovu wangu. Amerudia tena. Nenda kwa manabii. Hapa tasoma Isaya peke yake. Katika Isaya sura ya 12, hebu soma ile aya ya pili. Isaya 12. Aya ya pili, Biblia inasema, tazama, ndio Mungu ndiye wokovu wangu. Wokovu wangu. Nitatumaini wala sitaogopa. Sitaogopa. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu. Ni nguvu zangu na wimbo wangu. Naye amekuwa wokovu wangu. Na ni wokovu wangu. Yote yale matatu yametajwa Nguvu, wimbo, wokovu. Tunaenda sawa sawa? Moja, nguvu. Mbili, wimbo. Tatu, wokovu. Kwenye Isaya amebadilisha, ameanza na hili akaja na lile, lakini yote kwa ujumla ameyataja. Nani huyo? Yehova. Ni nani? Nguvu. Ni nani? Wokovu. Ni nani? Ni wimbo wangu. Neno ambalo limetafsiriwa kwa Kiswahili wimbo, na kwa version za Kiingereza sikia song. The Lord is my song. Hiyo ambayo tumeweka kwa Kiingereza song, mine song. Halafu Kiswahili wimbo. Hilo neno ambalo wametafsiri linaitwa Zimrath. Zimrath ni neno ambalo linatembea na vyote viwili. Sauti zilizo hai, sauti zisizo hai. Kama unatumia kinanda au hiyo sauti inatoka kwa kiumbe. Lengo anasema hilo neno Zimrath
vyote vinapohusika kwa pamoja ndio anakueleza. Lakini sauti ya nini? Anasema ya sifa. Kwa hiyo anachosema ni nini? Zimrath, Bwana ndiyo sifa zangu. Na kwa kuwa hizo sifa hazisemwi kwa kuzungumuza, ila zinasemwa kwa kuimba. Sikiliza vizuri. Ndio maana watafsiri wakatumia neno wimbo, kwa sababu haisemwi kwa kuzungumza, inasemwa kwa kuimba. Kwa hiyo kwenye ile Kutoka 15 ni wimbo, wimbo unaotajwa kwenye Ufunuo kwamba ni wa Musa, na wako watakao kombolewa pia ambao watasema ni wa mwana kondoo. Kwa hiyo wataimba wimbo mpya, ndio kuyaona huko baadaye. Kwa hivyo Bwana ni wimbo wangu, ndiyo sifa zangu, ndicho nitakachozungumza, ndio nitakachoimba. Yaani nikiimba, Mungu ndiye wimbo, na sio wimbo tu, wimbo wangu. Kwa hiyo unaiona kwenye Kutoka 15 aya ya 2, unaiona kwenye Zaburi 118 aya ya 14, unaona kwenye Isaya sura ya 12 aya ya 2. Bwana ndiye wimbo wangu, na sio tu wimbo wangu, amesema ni nguvu zangu. Halafu sio tu nguvu zangu, ni wokovu wangu. Kwa hiyo mtu akisema Bwana ndiye nguvu, tunamtazamia haendi kwenye washirikina, tunamtazamia hawezi kumtegemea mwanadamu mwingine kama kinga yake, kwa sababu nguvu zake ni nani? Bwana. Kwa hiyo mtu akisema Bwana ndiye nguvu zangu, kwa hiyo siwezi kupigana na mtu, siwezi kupigana na yeye, kwa sababu najua hii ni vita ya Bwana, na vita ya Bwana sio ya damu na nini. Nguvu zangu ni nani? Ni yeye Bwana. Kwa hiyo nikisema yeye ndiye wokovu, maana yake siwezi kujiokoa, yeye ndiye anaweza kuniokoa. Halafu pia anasema ndiye wimbo wangu. Kwa hiyo ukizungumza kuimba, nitaimba Bwana. Yaani Yehova ndiyo wimbo. Amen. Yehova ndiyo wimbo. Angalia hizi aya, halafu nieleza kitu hiki. Nenda kwenye Zaburi 27 aya ya kwanza. Bwana ndiye wimbo wangu. Zaburi 27 aya ya kwanza. Anasema Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Angalia hayo maneno haya. Nimwogope nani? Ukisema Bwana ni nuru yangu, unachoeleza ni kwamba yani yeye ndiye anayenimulikia, ndiye anayenibagulia, acha hiki, acha hiki. Ndiyo nuru. Nijue mahali naweka mguu, nijue kuona hiki kikoje, hiki hakifai. Ndiyo nuru, nuru yangu. Kwa hiyo Bwana ni nuru yangu. Zaburi 28 aya ya 7. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu. Yeye ni nguvu na ni ngao yangu. Moyo wangu umemtumaini. Maana yake kama ni nguvu na ngao, basi nimemtegemea, nimemwekea tumaini yeye. Angalia hiyo lugha, napita hapo uzione hizo lugha zotajwa. Nini maana Bwana ni nuru, nini maana Bwana ni ngao, na halafu ueleze uone kule anachosema ni wokovu, ni nguvu, ni wimbo. Angalia sasa hapa anataja mengi mno. Nataka uyasikilize vizuri sasa hapa kwenye Zaburi 18. Hapa ametaja rukuki. Uone anachokieleza hapa kidogo. Zaburi 18, alafu somele aya ya kwanza na aya ya 2. Anasema wewe Bwana, nguvu zangu, wewe ni nguvu zangu, nakupenda sana. Ndio. Bwana ni jabali langu. Jabali manake mwamba usio wa mashika, ndio ukisikia yeye ni jabali. Na boma langu. Na kitu gani changu? Boma langu. Wewe ni boma langu. Na mwokozi wangu. Na ni mwokozi wangu. Mungu wangu. Mwamba wangu ninayemkimbilia. Mwamba ninayemkimbilia. Ngao yangu. Naam. Na pembe ya wokovu wangu. Pembe ya wokovu. Ukisikia pembe yangu. Ukisikia pembe unasikia unamaanisha nguvu, uwezo katika vita na ushindi.
Yeye ni ngao yangu, ni pembe ya wokovu wangu, ni nguvu zangu, ni boma langu, ni nguvu. Hiki ameorodhesha. Malizia. Na ngome yangu. Ngome yangu. Mstari wa 3. Ngomea tu hapo. Sasa ukiona haya, Bwana ni unajaza, Bwana ni unajaza, Bwana ni unajaza. Kwa kuwa mimi siko kwa upande yale mengine yote yale kufafanua jabali ni nini, ngome ni nini, ngao ni nini, kwa kuwa siko kuelezea nuru nini, niko kuelezea muziki. Anaposema Bwana ndio muziki wangu, Bwana ndio Zimrath, yeye ndio melody yangu, yeye ndio wimbo wangu. Ikiwa mtu yeyote, sikiliza watu wa Mungu, mtu yeyote atasema nimetunga wimbo, amefanyaje? Tunatazamia kuangalia ubeti wa kwanza mpaka wa mwisho unahusu Yehova. Amen. Nisikilize vizuri. Unaitwa wimbo tu ikiwa unahusu Mungu. Sikiliza vizuri. Kama hauhusu Mungu, kwa ajili ya Mungu, tutafute jina jingine. Haupaswi kuimbwa, haupaswi kusema ni wimbo. Biblia inachokisema ni hivi: chochote kinachoitwa muziki ni mpaka uhusu Mungu na kwa ajili ya Mungu. Kama huo wimbo unahusu kabila letu, sio wimbo, ni takataka. Mnisikize vizuri, kwa sababu tutakuja kuangalia huko baadaye. Kama huo wimbo unahusu mafanikio yangu kuanzia primary mpaka chuo kikuu, huo sio wimbo, tafuta jina lake, ni takataka. Mnanisikia watu wa Mungu? Ni takataka. Tutakuja kuangalia kwa nini wasema mbona kwenye usomaji wa taaluma ya muziki kuna secular music and sacred music, kwamba kuna muziki wa kidunia na muziki wa, ni njia tu ya kutusaidia kutofautisha huo muziki wa kweli na alichotengeneza adui wa roho zetu. Kama tungelifuata Biblia, haupaswi kuitwa muziki isipokuwa unahusu Mungu na ni kwa ajili ya Mungu. Kama Mungu sio wimbo, hatuna wimbo. Hatuna nini? Hatuna nini watu wa Mungu? Hatuna wimbo. Kama Mungu hayumo humo, sio wimbo. Na kama hauhusu yeye, sio wimbo. Wimbo ni Mungu, na kila tunachoimba kinahusu yeye. Usisahau vibrations, mitetemo. Kaeleza ya kwamba kama haiwezi kumpeleka huyo kwake, kuna mahala kumechepuka, na kama amechepuka, basi kwa sababu muziki tutakuja kuangalia lazima ukupeleke kwenye ibada. Sasa inategemea ni Mungu muumbaji ama ni kwa Dagoni. Kwa hiyo ndio maana ukiona watu leo wanaimba maisha yao, sio wimbo. Wimbo sio habari ya maisha yangu, hamna. Wimbo unahusu Mungu, kazi zake, tabia yake, uwezo wake. Ndicho kinachofanya kiitwe nini? Wimbo. Na ndio maana wakati fulani hapa ambao tujaelewa, ukisikia wanasema wimbo ni wimbo, asema wimbo, unafahamu ni wimbo? Nafahamu ni wimbo. Ndio maana ukienda kwenye sherehe zetu, mtu akisema kwa kuwa anayeoa huyu ni Mjita, anayeoa huyu ni Mgogo, basi waweke ule wimbo wa kabila yao. Huwa sio muziki, huwa ni ibilisi anayetukuzwa. Tutakuja kuangalia huko baadaye. Na ndio maana mtu yeyote anayetetea hizo nyimbo za asili zinazosifu sio Mungu lakini vitu vingine, ujue ibilisi amekwisha chepusha. Na lazima wanaosikiliza, kwa sababu mitetemo ni nishati katika mwendo,
Ndio maana ukiutegea masikio utakuhamisha hapo, utaingia kwenye ibada kwa Mungu Dagoni. Na ndio maana hiki chote ili tujue wapi tunaenda. Muziki ni Mungu na Mungu ndiye wimbo wetu, kazi zake na kila kitu. Ninyi mnaweza mkaona siku hizi baadhi ya watu wanaoweka hizo nyimbo. Ndio maana usitunge wimbo ama usiimbe wimbo ikiwa wanayesema humo kwenye wimbo sio Mungu, wala yanayosema humo kwenye wimbo sio utendaji wa Mungu, kazi za Mungu, ila maisha yangu niliyopitia. Unaonekana wakiungwana, unatafakarisha, lakini ni maisha yangu niliyopitia, sio wimbo. Hamna. Nenda uangalie kurasa za Biblia uone walipokuwa nasema huu ni muziki, utaona unahusu yeye na kwa ajili yake. Huu ndio uelewa wa neno muziki katika maandiko matakatifu. Teolojia ya muziki inaeleza Mungu ndiye muziki wangu, ndio muziki wako, ndio wimbo wako, ndio wimbo wangu, ndio Zimrath, ndio Siak, na ndio kila kitu. Kama ambavyo ukisema Bwana ni wokovu wangu, siwezi kujiokoa, yeye ndiye atakayezungumza wokovu wangu yeye. Kwa hiyo ndio maana unaona nyimbo zinahusu wokovu wake kwangu na kwako. Ukisema Bwana ndiye ngome, ndio ngome na boma, tunatazamia kuona zile nyimbo zinaelezea Mungu anavyolinda na kuokoa watu wake. Lakini sasa ikishakuwa kwamba mambo yanataja maisha yangu, sio ngome yetu, sio wokovu wetu, sio jabali letu, sio mwamba wetu, sio nuru yetu, sio hiki na kile, nasema hiyo anaimba maisha yake. Na kama anaimba maisha yake, mitetemo ya ule muziki lazima itanitetemesha mpaka inifikishe kwake, itaniunganisha na yeye. Wakati huo tunadhani nitamtegemea Mungu. Mitetemo haiwezi kukupeleka kwa hiyo mwanadamu na ukabaki kumtegemea Mungu. Ikikufikisha kwake, unabaki kumtegemea yeye, kwa sababu siak hiyo ambayo unasikia muse, maana yake meditate deeply and seriously upon something. Unapotafakari kwa kina na kwa unyeti kuhusu yeye, muziki unakupeleka hapo kwake, halafu inakushusha wewe, unateremka chini, halafu unamuona yeye ananyanyuka juu. Na ndio maana ametafsiri nyimbo za sifa. Yaani kama una shida, unaumwa, una shida, umepata changa kama hili na lile, ndio maana anasema je, ana moyo wa kuchangamka na aimbe psalo. Hiyo unaposikia kwenye ile Yakobo ya kwamba je, mtu wa kwenu ana moyo wa kuchangamka? Kama hana, aimbe zaburi, kwa sababu zaburi ni nyimbo za sifa kwake. Sio hana moyo wa kuchangamka kwa sababu anaumwa, kwa hiyo anaanza kuwaza tu uviko 19. Ndio maana ataharibika huyu. Mpigie wimbo huyu, mwambie aimbe wimbo wa sifa, matendo ya Mungu ya ajabu, halafu Mungu anakuwa mkubwa na uviko unakuwa mdogo kama Piriton. Huko mbele tutakuja kuangalia jinsi Mungu anavyoeleza. Na ndio tu furaha yetu na wokovu wetu. Kwa hiyo nyimbo za kitaifa, nyimbo za kijamii ni ubunifu peke yake, kwa sababu zikiimbwa hazimtafakarishi mtu kwenda kwa Mungu. Ujumbe wowote ukiimbwa na haumpeleki pale kwa Mungu, ujue mtunzi ni ibilisi. Wimbo wowote unaosikia umekusudia kunibeba na kukubeba wewe mpaka mbele za Mungu, mpaka mbele za Mungu. Usiponifikisha hapo, huo utakuwa umenipeleka kwingine. Mitetemo ya enzi, muziki ni uhusu Mungu, ni kwa ajili yake, na vinginevyo sio muziki. Tutakuja kuona huo wanaoita ni muziki ni nini, ambao Biblia hautambui, na tutaenda mpaka tuone ndani ya kanisa la Kikristo, na tutaingia mpaka dhehebu la Waadventista wa Sabato, nyimbo wanazosema Bwana atukuzwe,
lakini hazina muziki ndani. Ni magarasha, ni takataka, lakini watu wasema amen. Na Mungu anajua, kwa kuwa hawajui watendalo. Na Ibilisi amepiga rangi, amepiga msasa, akapolish. Ninapofika hapa ndipo ninaona pambano lilivyo. Hata wenye dhamana kusimamia muziki mtakatifu na kanisa la Mungu wanajikuta wanakuwa hawana uti wa mgongo, wanakuwa kama minyoo kwenye choo cha shimo. Wamefikaje hapo? Ndio maana nitaenda pole pole kabisa hii, na nikifika kwenye muziki nitaeleza kile Mungu anachosema, bila kujali nani anasikia, bila kujali ni mkubwa yupi atatega sikio, ila Mungu anataka nini kwa watu wake. Na hivyo nawaalika siku hizi zote, Bwana atatupatia nadharia ya muziki, atatupatia falsafa ya muziki. Na waambieni wale ambao wana nafasi kuja, ni mbinu ya Ibilisi ili wasijue huwa wanamsifia Dagoni na sio Mungu. Na ndio maana ninawatia moyo, kwa kuwa fursa ipo, karibu tujiunge muziki mitetemo ya enzi. Mungu atubariki kwa jina la Yesu. Amina. Tusimame kwa ajili ya sala. Mama njoo tuongoze kwa sala. Tuombe. Utukuzwe Mungu wetu na Baba mwema uishie juu mbinguni. Asante kwa ajili ya kipindi kilichokwenda kumalizika. Mungu wetu, haya tuliyoenda kujifunza yaweze kupanda mbegu njema katika mioyo yetu, tuweze kuyatendea kazi vilivyo sawa na mapenzi yako, ili jina lako lipate kutukuzwa. Tunaomba na kujiweka mikononi mwako tena. Kesho ukaturudishe kwa muda mwafaka kwa ajili ya kuendelea kujifunza masomo haya ya muziki. Hivi tunaomba na kujiweka mikononi mwako kupitia jina la mwanao Yesu. Amina. Takapofika sehemu kwanza hapo katikati hapo, nitatoa nafasi ya kutosha kwa ajili ya maswali. Ngoja kwanza uongezee uelewa fulani, ili unapouliza swali at least uwe una uelewa fulani. Mungu atubariki.